pia tuzungumzie kiwango cha Suleiman Mwalimu kwa siku ya jana. Kilikuwa ni kiwango bora sana. Yawezekana kuna wakati anafanya makosa ambayo naweza nikasema hafiki kwa wakati, lakini siku ya jana alikuwa anafika kwa wakati, na siku ya jana tu katika michezo kadhaa kama sio mitatu miwili amekuwa akifanya vizuri zaidi. Je, kwa upande huu unafikiri kwamba ile nafasi yake ya kuhakikisha anapewa nafasi ya kucheza kila mechi inampa mzuka yeye kuendelea kupambana baada ya kuona kwamba kuna mpanzu lakini pia kuna wachezaji wengine ambao wako katika eneo lake? Osmail Toure ni miongoni mwa wachezaji ambao kwanza wakati wanafika Simba mimi nilikuwa mtu wa kwanza sana kudoubt kiwango chake, lakini ameniprove kwa kweli. Ni miongoni mwa wachezaji ambao ni watulivu, yani akilisivu mpira anajua kwanza nini afanye. Unajua mchezaji anaangaliwa kwanza kwa first touch, yani na receive mpira. Mimi ndio naiona timu ilivyosimama kule mbele. Osmail Toure jana amenifurahisha. Unajua defense line ya Simba ni miongoni mwa defense line ambayo kwa hivi sasa imekuwa ikiscore sana. Tunapozungumza hapa Roshan The Rock ana magoli kadhaa. Abdul Hamza Mwalimu ana 6 bila shaka kama Hamza ana magoli kwenye eneo la defense line. Lakini pia Nangu ana magoli, Toure ana magoli. Kwa hiyo ni kama eneo la nyuma pia wao wamekuwa pia wana mapambano yao kwamba inapotokea nafasi ya kwenda kutafuta kuscore kwetu pia inakuwa ni nafasi, kwa sababu unakuta marking ya wachezaji wengi wa Coastal Union jana inawaangalia wachezaji eneo la juu, Chama, Maema, akina Oura na Libase. Lakini unapokuwa na mchezaji mwenye faida pia kwenda wini mapambano kama Toure ama Roshan, inakuwa inawawia vigumu, kwa sababu kila mtu anakuwa pia ni mhusika ndani ya timu wakati inatengeneza shambulizi. Hilo Simba kwa wakati huu imekuwa ni hivyo. Si Kante, si eneo la nyuma, si eneo la holding, si eneo la attacking midfield, wote wana nafasi ya kuweza kuscore. Lakini nafikiri pia jana mid block ambao waliamua kuanza nao Coastal Union ni kama kipindi cha kwanza waliwakaribisha sana Simba, kwa sababu Simba waliamua kuweza kuongeza idadi kubwa eneo la katikati. Nikwambia muundo ambao Simba waliamua kuingia nao wa 2-1-4-2-1. Yani eneo la nyuma unakuwa na wachezaji wawili ambao ni Roshan na Toure. Eneo la mbele unakuwa na Kante. Eneo la katikati unamuingiza Maemo, unamuingiza Chama. Wakati huo pia kuna wachezaji kama Kibabage, lakini pia kuna Kapombe hapo eneo la katikati. Eneo la juu unamkuta kuna nani huyu Oura na Libase. Eneo la mbele unamkuta kuna Mwalimu. Sasa hili shepu lilikuwa linawapa ugumu Coastal Union kwenda kukabiliana na Simba wakati wanafanya transition kwenye build up play yao. Wanajikuta namba kubwa Simba inakuwa eneo la juu, kitu ambacho kwenye transition ya mpira huwa tunaamini inakuwa rahisi sana kwa timu kufanya transition, kwa sababu inatumia muundo wa pasi fupi fupi kufikia. Ukilitazama goli la kwanza wakati Simba walikuwa ndio wanashambuliwa na Coastal Union, mpira unapokwa kuanzia eneo la nyuma, zinapigwa sambusa kwa wachezaji wawili tu, Mwalimu Chama mpaka anafika golini na Mwalimu kwa unaona namna ambavyo pia Coastal Union kuna wakati walikuwa wameopti kwamba tutakuwa tunapiga long ball. Simba wanawini battle ya long ball. Wanafanikiwa kufanya transition ama counter attack ya pasi fupi fupi. Sasa kuna counter ya pasi ndefu long ball na hizi fupi fupi, kwamba idadi kubwa ya wachezaji wenu wako kwenye eneo letu. Sisi tunafanya transition ya haraka tunaenda kuscore. Lakini binafsi nampongeza pia mwalimu Steve Becker. Ni miongoni mwa walimu ambao wanaendelea kuprove wana jicho. Jana watu wengi walianza kuuliza hivi kwa nini amemweka Kagoma bench? Kumbe mwalimu alikuwa anatafuta shape nyingine, kwa sababu ukimweka Kagoma ukamweka na Maema kwenye eneo lile, au ukamweka na Kante, unakuwa umetengeneza wachezaji ambao ni holding parcel. Kwa hiyo ilikuwa inamlazimu kwenye shape yake ambaye alikuwa anakwenda kuitengeneza awe pia na viungo wakabaji wawili. Lakini jana mwalimu alikuwa anataka kuwa na kiungo mkabaji mmoja tu kwenye eneo la katikati, kwa sababu alikuwa ameshawa pengine kuwafanyia analysis Coastal Union na kuwagundua mapungufu yao. Lakini kwa Coastal Union kwangu mimi umekuwa ni msimu mbaya. Nilikuwa natamani sana Coastal Union endelee kubakia ligi kuu, na cha kufanya pengine kwa mwalimu hivi sasa ni kwenda kuendelea kuweka
by the way kufungwa goli 2 kunaweza kusiwakatishe tamaa. Lakini ukitazama pale kwenye jedwali lilivyo, ni jedwali gumu. Ana alama 15 Coastal Union. Mpinzani wake leo ni Mbeya City. Ana alama 13. Kwa hiyo kama anapata matokeo anakwenda kupanda juu na kumshusha nani? Coastal Union. Wanamangusha na kazi ya ziada kwenda kuifanya. Ligi ni ngumu kwa kweli. Nilikuwa natamani pia hapo kwa upande wa siku ya jana, kama mwalimu angeopti kutokuwa na viungo wengi katikati na pia kuangalia kwa upande pia wa striker kwa upande wa pembeni, nafikiri pia sare ingepatikana, kwa sababu ukiangalia katika kipindi cha pili walifanya vizuri sana. Je, unafikiri hii mwalimu angepaswa kujua mbinu gani angeitumia licha ya kutotumia viungo wengi hapo katikati? Yani kwenye hii mwalimu unajua alikuja na mbinu ya kuwa surprise Coastal Union. Nazungumzia sasa kwa Coastal. Wa Coastal mkakati uligoma. Wakati Simba anaingia tayari na shape ambayo ni tofauti na alivyokuwa ametarajia. Unajua mwalimu wa Coastal aliingia na mid block kujilinda, kwamba ni msome mpinzani kwa kujilinda. Sasa Simba kaamua kuongeza namba kubwa kwenye eneo la juu, kuwafanya Coastal Union hata kama wanajilinda waendelee kushambuliwa muda mwingi. Ndio maana kipindi cha pili aliporudi mwalimu aliopti na yeye kuongeza namba kubwa ya wachezaji kwenye eneo la viungo. Lakini imeonekana katika michezo kadhaa mwalimu wa Coastal Union ameenda na huo mfululizo wa mid block wa kujilinda. Ni namna gani aweze kujikwamua kwa mwalimu? Anatakiwa kubadilika. Unajua mfumo wa mid block kupi nafasi ya kuscore. Lakini pia analazimisha sare. Unatamani kulazimisha sare ama bahati ya kufanya counter attack. Sasa kwa mwalimu wa Coastal Union ana kazi ya kwenda kuboresha baadhi ya mbinu zake. Amekuwa kwanza kwa dhidi ya Simba kwa kujilinda ni haki kwa Coastal Union. Kutokana na quality ya wachezaji unaokutana nao. Kama kwa michezo mingine imekuwa ni utamaduni wake pia kufanya hivyo, pengine anaukosea mpira. Mpira unajua uhitaji ujilinde muda mwingi, hata kama unakutana na timu ndogo, inatakiwa pia kuna wakati na wewe timu yake umefungulia booster. Yani kwa ajili tu ya kupata matokeo liwalo na liwe. Kwa Simba bila shaka kwanza ilikuwa ni kumheshimu, kwa sababu unakutana mpinzani ambaye ana kila aina ya mchezaji, talented player, wachezaji wanaoweza kumiliki mpira wakati mkubwa, wachezaji ambao wana uwezo wa kutoa assist bora, kupiga pasi za accuracy. Kwa hiyo ilikuwa ni sahihi kwake kutokana na nidhamu ya mpinzani wake. Lakini all in all kwa mwalimu wa Coastal anatakiwa kuboresha mambo mengi zaidi, hasa kuanzia eneo la katikati kwenda eneo la juu. Sawa, tuzungumzie pia michezo ya siku ya leo. Dodoma Jiji atakuwa uwanjani dhidi ya Fountain Gate, lakini pia Mbeya City nao watakuwa uwanjani. Bila shaka tuanzie huu mchezo wa Dodoma Jiji dhidi ya Fountain Gate. Fountain Gate akiwa na alama 16, akiwa na amecheza michezo 16 bila shaka, si ndivyo? Lakini pia Dodoma Jiji akiwa amecheza michezo 17 akiwa na alama 21. Pengine mechi ya leo unaionaje mchezo wa leo, kwa sababu Dodoma Jiji akiwa nyumbani amekuwa na makali sana na leo atakuwa away? Of course ni Dodoma Jiji dhidi ya Fountain ni mchezo mzuri kwa sababu ukiwatazama timu zote hizi mbili zimekuwa na mabadiliko makubwa sana tangu dirisha dogo wafanye usajili. Fountain Gate walianza ligi kwa changamoto ya kufungiwa na shirikisho la soka duniani, lakini waliporejea mwalimu Mohamed Laiza akapata na uzuri wa timu zote hizi mbili, walimu wao wote wamedumu muda mrefu, wameanza na ligi na mpaka sasa wapo. Lakini kwa Dodoma Jiji ni miongoni mwa timu ambao imekuwa na consistency bora kwenye mechi zake za mwisho mbili zote. Dodoma Jiji kuna mechi ametoa sare dhidi ya Simba. Lakini pia amepata matokeo. Kuna mechi amepoteza dhidi ya Azam. Lakini ana wachezaji wazuri, mchezaji kama William Wediga, lakini pia wachezaji kama nani huyu Waziri Junior, lakini pia eneo la nyuma akina Banda, akina Bikoko, miongoni mwa wachezaji ambao wanaongeza imani na utulivu kwenye eneo la nyuma. Bila shaka unakuwa ni mchezo mzuri. Kwa nini? Timu zote mbili kwenye resi ukizitazama la jedwali hazina utofauti mkubwa, japo Dodoma yupo juu, lakini wamekuwa na mapambano. Wanakwenda kucheza kwanza kwenye uwanja ambao hakuna timu yenye home advantage. Dodoma yuko nyumbani, lakini ni Mwigulu Complex pale Singida. Kwa hiyo kila timu inakwenda kustruggle ikiwa haina mashabiki parcel, yani mashabiki ambao ni wake. Kwa hiyo
natarajia kuona ni mchezo ambao kwa mwalimu ambaye atatengeneza mkakati mzuri na wachezaji wakaenda kutekeleza mkakati kwa umakini, bila shaka matokeo yapo. Na wapo nafasi Dodoma Jiji. Kwa nini? Eneo lao la ushambuliaji ni miongoni mwa eneo ambalo pia limescore magoli mengi zaidi msimu huu. Na anapokutana na mechi kubwa amekuwa akionyesha tough game. Unajua hii ni mechi kubwa. Yaani watu wanaweza kaichukulia hivi hivi, lakini hii ni mechi kubwa kabisa. Kwa sababu Dodoma Jiji na Fountain ukiwatazama viwango vyao vinaendana na wanakuwa wanatoa Fountain Gate tunayemzungumza huyu ametoka kutoa sare dhidi ya Mashujaa ugenini. Kwa hiyo uwezekano pia leo kwenda kutoa tough game upo kwa kiasi kikubwa. Naomba niongee hili swala. Okay. Mara jana kamati ya shirikisho la soka nchini TFF inayosimamia hadhi za wachezaji iliketi kusikiliza shauri la Simba iliyowasilisha kuhusu mchezaji Mohamed Damaro Kamara, na kamati katupilia mbali shauri hilo na kusema kuwa Mohamed Damaro Kamara yupo pale Yanga kwa mujibu wa kanuni. Naomba niisome kidogo hii kwamba kamati ya hadhi ya wachezaji shirikisho la mpira wa miguu TFF imelitupilia mbali shauri la Simba kuhusu uhalali wa Damaro Kamara. Simba waliwasilisha malalamiko mbele ya kamati hiyo ikipinga uhalali wa usajili wa Kamara na madai unaifanya Yanga kuwa na wachezaji 13. Klabu hiyo ilidai usajili wake ulikiuka kanuni ya 62 kifungu cha kwanza. Kwa hiyo kamati katika uamuzi wake ilisema usajili wa Kamara hauna dosari kwa vile haubanwi na kanuni zilizowasilishwa na klabu ya Simba.